Karibu tena katika jina la Yesu aliye hai. Au nazungumza na mtumishi wa Bwana Mwalimu Mwakatenya au John Mwakatenya kutoka huduma ya Lane and the Preach Word of God LPWG. Siku ya leo tarehe 20 ya mwezi wa 4 na mwaka 2025. Nimekuja tena kwa wewe unayenifuatilia kwa njia ya YouTube, unayenifuatilia kwa njia ya Facebook. Siku ile ya tarehe 18 ya Ijumaa Kuu nilisema nawe kwa habari ya mambo ambayo yalitokea Yesu alipokuwa pale msalabani, na nikakuahidi kwamba tarehe ya leo tarehe 20 nitarudi tena kwenye channel yetu kusema na wewe kwa habari ya mambo machache kuhusiana na siku ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo nitakwenda kusema na wewe yako mambo mengi sana. Sitasema nawe kwa habari ya historia ya Pasaka, lakini nitazungumza na wewe kwa vitu vilivyotokea Yesu alipofufuka. Vitu vilivyotokea Yesu alipofufuka. Lakini nitatembea na kichwa cha somo kwa dakika chache kinachosema nguvu ya Mungu ikiwa ndani yako haiwezi ikazuiliwa na kitu chochote. Nguvu ya Mungu ikiwa ndani yako haiwezi ikazuiliwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 kuanzia ule mstari wa 11. Mathayo 28 kuanzia ule mstari wa 11 nitasoma hapo na anakwenda kusoma. Neno la Mungu limetunzwa hivi: nao wale walipokuwa wakienda, tazama basi askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri. Sikiliza, wakafanya shauri. Wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Ule mstari wa 16 nasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka ule walioagizwa. Yesu nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mtu wa Mungu unayenisikiliza kutoka kwenye nchi yoyote uliopo, kwenye mkoa wote ndani ya nchi hii ya Tanzania ama nje ya nchi ya Tanzania. Mahali nimesoma inaeleza habari ya Yesu alipofufuka. Wale wanawake walipofika kaburini, walikuta Yesu hayuko, na waliwakuta maaskari waliokuwa wanalinda kaburi, na ndio waliokuwepo mazingira yale. Lakini walipokuwepo lile eneo, jambo la ajabu sana, wale askari walipoenda mtaani kwa makuhani wakawaeleza ya kwamba yule mtu mliyemtuambia tumlinde ni kweli jamani amefufuka. Wale makuhani wakasema, hapana, msije mkasema amefufuka, kwa sababu hizi habari zitakuwa ni za kushangaza sana. Ukumbuke kwamba makuhani lengo lao ilikuwa ni kuhakikisha habari za ufufuko wa Yesu hazienei mahali popote. Walichokifanya, maandiko yanasema, waliwapa wale walinzi fedha nyingi, fedha za kutosha. Lengo la kuwapa fedha za kutosha ni ili waseme ya kwamba Yesu hajafufuka, watangaze kwamba Yesu ameibwa. Sikiliza mtu wa Mungu, ni kweli walitoa fedha ili kwamba waseme Yesu ameibwa, Yesu hajafufuka.
Lakini nataka nikwambie, pamoja na wakaeneza zile habari ya kwamba Yesu aliibiwa, lakini ukweli ulibaki pale pale ya kwamba Yesu amefufuka. Yesu hayuko kaburini. Yesu ameondoka kaburini, ameshakwenda, amefufuka, na akawaambia wanafunzi ya kwamba mtanikuta Galilaya kama vile ambavyo niliwaambia hata kabla ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza mtu wa Mungu. Yesu hakuzuiliwa. Habari zake za kufufuka hazikuzuiliwa kwa sababu ya fedha za makuhani walizokuwa wamezitoa kwa wale walinzi ya kwamba watangaze. Kadri walivyotaka kuficha habari za Yesu, ndivyo kadri habari za Yesu zilizidi kuenea. Kadri walivyokuwa wanapambana kuhakikisha Yesu hasikiki, Yesu hajulikani, ndivyo kadri habari za Yesu zilizidi kuenea. Sikiliza mtu wa Mungu unayenisikiliza. Inawezekana kabisa adui amekukamata mahali. Inawezekana adui amekushindilia mahali. Wanatamani kwamba usisogee hatua, uchumi wako usisogee hatua. Lakini niko jioni ya leo kukuambia kwamba kama Yesu amefufuka kwa ajili yako, hata habari zako zitaenea. Biashara yako itakuwa, afya yako itakulejelea. Haijalishi maadui walikukamata kiasi gani, lakini nimekuja nikwambie jioni ya leo ya kwamba habari zako zitasonga mbele. Kipawa chako unayenisikiliza na kitabaki kama kilivyokuwa. Hautakuwa wa kawaida maadamu Yesu amefufuka kwa ajili yako. Haleluya. Madamu Yesu amefufuka kwa ajili yako. Nisikilize mama, inawezekana ni kweli umekata tamaa kwa sababu ya kazi uliyokuwa unaifanya. Inawezekana isogee, lakini nimekuja nikwambie Yesu aliyefufuka, waliposema habari zake zisienee, ndipo habari zake zilizidi kuenea. Hata leo tulijua na tumejua na tumeendelea kujua ya kwamba Yesu sio wa kawaida, ya kwamba Yesu alifufuka. Walisema ya kwamba amebaki kaburini, ameibiwa, lakini kumbe amefufuka. Nami nimekuja kukwambia haijalishi wachawi wamesema kipawa chako hakitainuka, biashara yako haitainuka, ndoa yako haitainuka, ujana wako hautainuka. Nimekuja nikwambie kwa jina la Bwana ya kwamba ndoa yako itashaini tena, ndoa yako itapendeza tena, biashara yako iliyokuwa katika kufa inazidi kufufuka tena katika jina la Yesu. Haijalishi kwenye ofisi yako waliona ya kwamba utakwenda kufukuzwa, na kutabiria katika jina la Yesu hautafukuzwa. Utatenda kazi kwenye hiyo ofisi, utakuwa mtenda kazi bora kwa sababu Yesu amefufuka kwa ajili yako. Yesu aliyeteswa msalabani, Yesu aliyetemewa mate, Yesu ambaye walimdharau wakasema huyu ni kitu gani, yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yako, yeye ndiye aliyeteseka kwa ajili yako. Na jioni ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba hata kama ulikata tamaa, inuka tena, kwa sababu yeye aliyekuokoa amefufuka, yuko hai. Mambo yako yaliyokuwa yamekufa, nimekuja kukutabiria ya kwamba mambo yako yaliyokuwa yamekufa yatafufuka tena. Akili yako iliyokuwa imekufa itafufuka tena, kwa sababu yeye aliyekufia msalabani hayuko kaburini, yeye ameshafufuka. Hayuko kaburini, yeye ameshafufuka. Magonjwa aliyokukamata yanakwenda kukuachia, kwa sababu yeye mtetezi wako yu hai. Haleluya. Mtetezi wako yu hai. Sikiliza, usikate tamaa, usiwaze kujimaliza, usiwaze kujua, kwa sababu mtetezi wako yu hai. Mtu wa Mungu, mtetezi wako yu hai. Dada, mtetezi wako yu hai. Haijalishi mazingira magumu unayoyapitia, haijalishi hali ngumu unayopitia, lakini mtetezi wako yu hai. Unetufuatilia kwenye channel hii, ninakwambia mtetezi wako yu hai, na anakwenda kukutana na wewe mahali ulipo. Haijalishi uko kwenye gari lako, haijalishi uko kwenye nyumba yako, haijalishi mazingira popote ulipo, nasema Yesu mtetezi wako yu hai, naye anakwenda kukutokea. Sasa nitakwenda kukuombea na yeye atakutokea tu. Haijalishi ulikata tamaa, neema ya Bwana iliyofufuka leo ikakufufue na wewe. Ulipokuwa umekwama usikwame tena, ulipokuwa unaona hakuna kuendelea, ukaone kuendelea kwa upya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
Sikiliza mtu wa Mungu, inawezekana kweli wamesema safari yako ni ngumu. Wamesema uwezo ukasogea tena. Wamesema uwezo ukaendelea tena. Lakini nimerudi kwa jina la Bwana ya kwamba Yesu huyu aliyefufuka kwa ajili yako, nasema mambo yako pia yanafufuka. Haijalishi alikufa, haijalishi alikuwa katika hali ya kuteketea, lakini Yesu amekufa na amefufuka kwa ajili yako. Lazima mambo yako yapate kufufuka. Lazima maisha yako yafufuke. Lazima akili yako ifufuke, kwa sababu yeye unemwamini amekubali kufufuka. Yeye amekubali kufufuka. Yeye amekubali kufufuka. Na hajafufuka kwa ajili ya ng'ombe, amefufuka kwa ajili yako. Unanisikiliza? Amefufuka kwa ajili yako. Amekuja afufuke ili kwamba wewe usife tena, biashara isife tena, maisha yako yasife tena, ndoa yako isife, ujana wako usife, ujane wako nao usife, ugane wako nao usife, ofisi yako ipate kustawi. Amefufuka Yesu kwa ajili yako. Unanisikiliza? Haijalishi wanadamu wakupinge kiasi gani, lakini madamu yuko Yesu mfufuka, yeye aliyefufuka, wadamu acha wakupinge, hawatazuilia kitu ulichokibeba. Hata kama watasema hauwezi, ninakwambia wamesema leo, lakini majira yajayo, majira yalipo, majira yatakapofika, wewe sio wa kawaida. Wewe utakuwa sio wa kawaida. Watashangaa wakuulizana kwamba hivi ni yule kweli tuliyekuwa tumempiga vita? Utawaambia Yesu mfufuka amenifanya ning'are tena. Yesu mfufuka amenifanya nionekane hivi nilivyo leo. Kwa nini? Kwa sababu umemwamini yeye aliyefufuka, na kila aliyemwamini yeye aliyefufuka, mambo yake yatafufuka. Hakuna jambo lako kufa. Hata kama lilikufa, ninakutangazia jioni ya leo ya kwamba litafufuka katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Na kwenda kuomba kwa ajili yako. Inawezekana waliachilia magonjwa juu yako. Inawezekana walikukatisha tamaa. Inawezekana ulijikatia tamaa, na kwenda kumwita Mungu aliye hai na akwende kukusaidia jioni ya leo. Weka tu mkono wako mahali unasumbuka, ama mahali ambapo hapana palikuwa hapana sawa pako sawa sawa, na Mungu mwaminifu anakwenda kukutendea katika jina la Yesu aliye hai. Baba Mungu, katika jina la Yesu aliye hai, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, Bwana amesikia habari za ujumbe wako. Mungu, katika jina la Yesu, Bwana, wewe haukuzuiliwa. Hata walipojaribu kukuzuia, haukuzuiliwa. Bwana, nami kwa mamlaka ulionipa, ninaita uweza, ninaita nguvu juu yake, naita mamlaka juu yake katika jina la Yesu. Mahali popote anaponisikiliza, ninaachilia neno lako, ninaachilia nguvu yako, ninaachilia mamlaka yako Bwana, ipokee ishuke ndani yake katika jina la Yesu. Kila mateso yaliyokuwa ndani yake ninayakemea kwa jina la Yesu. Enyi mapepo mliokuwa mmeagizwa kumtesa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka majini. Na tabiri ushindi juu ya maisha yako. Magonjwa ndani ya tumbo lako ya kuachie sahihi. Magonjwa ndani ya kichwa chako ya kuachie sahihi. Mahali ulipokuwa umekwama, ukaone kuvuka tena. Mahali ulipokuwa uoni mpenyo, ukaone mpenyo tena katika jina na Yesu Kristo wa Nazareti aliyepokea muujiza wako. Pokea ishara yako, pokea uweza, pokea mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwe mzima, uwe salama tangu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ulikuwa nami mtumishi wa Bwana Mwalimu Mwakatenya, au Kwani Mwakatenya, kutoka madhabahu ya Land and Preach Word of God LPWG. Mungu akukumbuke sana mahali popote unapokuwepo. Inawezekana ukihitaji mawasiliano, unahitaji labda ushauri, unahitaji maombezi, unaweza kuwasiliana nami kwa namba za simu ya 07-633-748-01, 07-633-748-01. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kutufuatilia katika madhabahu hii, utaendelea kupata vitu vingi sana kwenye hii madhabahu. Neema ya Bwana Yesu iwe pamoja nawe, na nikutakie Pasaka njema katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu aliye hai. Amen.